الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم أولا ونفس بتقوى الله. Enyi waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema mtume mtukufu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, jambo la mwanzo ni kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika hutuba ya mwanzo ya mfungo 8, hutuba ambayo mazungumzo yetu yatafanya tadhkira katika maelezo ya hutuba zilizopita katika mwezi wa mfungo 7. Hutuba yetu ya mwanzo ya mwezi wa mfungo 7 tulizungumzia kuwafanyia wema wazazi wawili, na hasa tukakariri mahali ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipatilia mkazo sana katika hawa wazazi wawili, pale alipotilia mkazo kumfanyia sana wema mama mara 3 kwa kinywa cha Mtume kutamka, na baba akatamkwa mara 1. Lakini si hivyo tu, bado Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, hakika ya pepo iko chini ya nyayo za mama zenu. Na hadithi ambayo ilikuwa natukumbusha katika hutuba zetu zote 2 au 4 zilizopita katika mwezi wa mfungo 7 ni pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, itumikie dunia yako kama vile utaishi nayo milele, na uitumikie akhera yako kama vile utakufa kesho. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad ndiye mwalimu wetu. Mtume Muhammad ndiye kiongozi wetu. Mtume Muhammad ndiye mfasiri mkubwa wa Qur'ani. Wale waliokuwa kiishi pamoja naye walikuwa kimwona mtume wanakuwa kama vile wameiona Qur'ani, kutokana na matendo ya mtume yalivyokuwa yakifanana na Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, mtume aliposema pale alipoulizwa kwamba kati ya wazazi wawili ni nani afanywe wema, akamkariri mara ya kwanza mama, muulizaji akauliza mara ya pili, mtume akamkariri mama, muulizaji akauliza mara ya 3, mtume akamkariri mama, na mara ya 4 ndipo mtume akamkariri baba. Mtume kuwapa nafasi hiki na mama alikuwa na maana nyingi sana, na tukahitaji maana moja, pengine ilikuwa ni maana kubwa sana kwa kina mama. Mama ndiye kiumbe anayechukua utaratibu wote wa kuishi na mtoto ndani ya tumbo katika miezi 9 au zaidi ya miezi 9. Katika maisha ya ujauzito, inawezekana mama kutokana na ujauzito alionao ikawa ni sababu wa kuacha vyakula vyake vyote vizuri alivyokuwa na vipenda. Inawezekana mama kutokana na ujauzito alikuwa nao akawa na mapungufu katika malazi yake, muda mwingi wa usiku akawa yuko macho. Inawezekana katika ujauzito wake bi mkubwa huyu, kipindi ambacho usiku watu wamelala, yeye akawa amekaa kutokana na tabu ya ujauzito. Na inawezekana kwa ujauzito huo bi mkubwa huyo kwake akashika maradhi tangu utungo wa mimba mpaka atakapojifungua, yeye ni mtu wa hospitali moja kwa moja. Yuko rafiki yangu mmoja alijaliwa kupata mke. Mke wake baada ya kufunga naye ndoa akapata ujauzito hapa mjini kwetu Tabora.
nawapa kisa halisi kilichotokea na mimi ninakifahamu. Shemegi yangu huyu alipopata ujauzito, siku ile ile akaanza na kuugua. Maisha yake mengi yalitawaliwa na hospitali. Katika wiki nzima, kama sio siku 6 au 5 za hospitali kulazwa, basi itakuwa ni wiki nzima. Katika wiki anaweza kupumzika mara 1 au mara 2. Na ikitokea amepumzika mara 2 hakwenda hospitali, Mungu amempenda sana. Basi mwanamama huyu aliishi katika maisha haya, maradhi haya, mpaka alipojifungua. Mume akaona kwanza amepoteza gharama nyingi za kumtibu mkewe katika kipindi cha miezi 9. Lakini pia akaona anapata usumbufu. Akatafuta sababu, akamwacha mkewe. Mkewe baada ya kuachika, mume akaoa mwanamke mwingine, na mke akaolewa na mwanaume mwingine. Kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mke yule alioachwa akaanza kuzaa bila matatizo kwa mume mwingine, na huyu mke aliolewa na huyu mume aliomwacha mke akabahatika kupata mtoto mmoja tu. Baada ya hapo hakupata. Alichokuwa amekikimbia kwa mke wake ni kuugua, kwamba anaugua muda mrefu, anapoteza gharama, muda wake wa shughuli unapotea kwa matatizo ya kuugua mke wake anaposhika mimba. Haya ndiyo alikuwa maisha yake. Pengine yule aliyezaliwa na sasa hivi yuko hai, pengine hamjali mama huyu alikuwa katika maisha hayo wakati wa ujauzito wake. Ndio maana katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, na ajiangalie mwanadamu ni jinsi gani alivyoumbwa. Khuliqa min ma'in dafiqi yakhruju min baini sulbi wa taraib. Mwanadamu ameumbwa kutokana na maji yanayotoka katika kifua cha mwanamke na mgongo wa mwanamume. Yakatoka maji yakakaa katika kifuko cha uzazi kwa siku 40, yakageuka kuwa damu siku 40, baadaye likaanza kujitengeneza linyama. Inapofikisha miezi 3 huanza kupata mtikisiko ile nyama, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anapofanya kazi yake ya kumuumba mwanadamu akiwa katika tumbo la mama yake. Maisha yote ya mwanadamu anayoishi katika mgongo ardhi yanapatikana katika mfuko wa uzazi wa tumbo la mwanamke. Kuna kutembea, kuna kukaa, kuna kula, kuna kukimbia. Ndipo hapo mama akawa anapata tabu ya kukaa, pengine anataka kulala na shindwa kwa sababu mtoto kipindi hicho hataki kulala, anataka kula hichi anazuia. Falyanzuril insanu mimma khuliqa, na ajiangalie mwanadamu jinsi gani alivyoumbwa. Hivi ndivyo mtume alivyowakariri. Inawezekana kwa sababu hii moja ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakariri kwamba mama anatakiwa afanywe wema sana 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 sana. Lakini leo naamini inawezekana mimi ninazungumza khutba na wewe unanisikiliza, hakuna anemfanyia wema mzazi wake wa kike, na ndio kwanza akikuletea barua au ujumbe wowote wa kuhitaji msaada, utapeleka taarifa kwa mkeo kutafuta idhini. Mama ameleta barua anahitaji msaada, unasemaje? Mke akikataa, msaada hauendi. Unasahau kwamba yule ndio amekamata milango ya pepo yako. Yuko bwana mmoja alimpenda sana mke wake, na katika maisha yao mke akamshawishi mumewe, mama tuko naye karibu sana, tunashindwa kufanya mambo yetu, tungefanya mpango tukahama tukaenda sehemu nyingine ili tupate kustarehe. Hapa tunakosa starehe kwa sababu mama kutwa anakuja nyumbani ana hili, tuhame. Kwa kuwa mwanamume aliweka sikio kwa mwanamke na ikaichukua habari zile likapeleka katika akili ikakubali, mke na mume wakahama maeneo yao wakaenda maeneo mengine, wakaanza kula maisha na starehe zao. Mama akagundua kwamba watoto wangu wamenikimbia, wanapata tabu kwa kule kwenda kuwaomba. Akamwambia Allah, akashtaki kwa Allah, akamwambia Mwenyezi Mungu, usiniue mpaka unilipie nami nione nikiwa niko hai. Mwanangu amenikimbia kwa mapenzi ya kumpenda mkewe, kasahau mimi ndio mama yake. Bwana yule
alikuwa ni mcha Mungu na msalihina sana, akisimama sana katika sala za usiku jirani na nyumbani kwake katika msikiti. Siku moja yuko msikitini amesimama na swali ibada zake mbalimbali za sunna. Usiku wa manane huko kaondolewa mwizi anafukuzwa, akakatiza msikitini. Walipofika wafukuzaji wakamuona mtu msikitini anaswali yuko peke yake. Wafukuzaji wakasema, yule bwana anatudanganya, ndio huyu tuliokuwa tumemtoa mwizi kaingia msikitini anajifanya nasali. Wakaingia msikitini wakamtoa katika sala, wakampiga na baadaye wakamtoa macho. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni vyema sana kuwafanyia wema wazazi wako wawili wakiwa wamekufa au wakiwa wako hai. Baada ya kuwa ametolewa macho, huyu bwana akaanza kutafuta namna ya kufika nyumbani kwake. Muda si mrefu akafika nyumbani kwake. Mke kumuona mumewe amekuwa kipofu, akasema kwamba siwezi kuishi maisha na mtu ambaye hana macho, itabidi lazima urudi kwa mama yako au urudi kwenu. Bwana yule akageuza njia kulivyokucha kurudi kwa mama yake. Jambo la kwanza, mama alivyomuona mtoto wake hali akiwa kipofu, alimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba dua yake imepokelewa, lakini baadaye akamsamehe mwanae na kumchukua kuishi naye. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tuwafanyie wazazi wetu wa kike wema, na alikariri mara 3. Kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, ni lazima tuwafanyie wema hasa wazazi wetu wa kike, wema uliokuwa mkubwa kupita kiasi, kama alivyosisitiza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya maelezo mafupi yalikuwa katika hotuba yetu ya mwanzo ya mfungo 7. Hotuba iliyofuata tulitumia surah al-Asr. Wal asr, Mungu akiapa kutokana na wakati. Innal insana la fi khusri, hakika mwanadamu yupo katika hasara kubwa. Kwa sababu gani yupo katika hasara? Hautumii ule wakati ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliouumba. Ndipo pale katika hadithi zetu za kusisitiza katika hotuba zetu tukanukuu hadithi moja ya Mtume inayosema, itumikie dunia yako kama vile utaishi nayo milele, na uitumikie akhera yako kama vile utakufa kesho. Kila moja haya maneno ya falsafa ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayazingatie katika kichwa chake na ayape umuhimu sana katika maisha yake. Ukiyapa umuhimu haya maneno ya Mtume, utapata fursa nzuri sana ya kuutumikia wakati kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukaona haitoshi, tukatoa mfano wa kibinadamu wa rahisi sana. Yule bwana mkubwa aliyekuwa na familia yake akaajiri mtumishi katika nyumba yake katika kumsaidia kazi mbalimbali. Mtumishi kama mwanadamu baadaye alikuwa anatoka kwa mwajiri wake kwa kufuata raha na matamanio ya nafsi yake, kuingia upande wa pili kustarehe zaidi na kuiliwaza nafsi yake. Ikafika siku baada ya makumbusho marefu, mwajiri akaona wakati wake wa kuishi katika kazi umekwisha, akamuondoa kazini mfanyakazi wake. Alivyokwenda upande wa pili, mwenye nyumba aliporudi akamwambia, hapana, sina maisha kukaa na mtu. Akachukua fungo yake akamruhusu. Tukaona ameshindwa kuutumia wakati mzuri kwa mwajiri wake, ameachishwa kazi, na upande ambao nafsi yake ilikuwa umemuongoza katika ajili ya kutafuta starehe, ameikosa ile starehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsan 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Hapana shaka yoyote kwa yule ambaye ana hofu kisimamo mbele ya Mola wake, akaihofisha nafsi yake na kuna kwa matamanio ya dunia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ahadi ya kumpa pepo inayoitwa ma'wa. Sasa mimi na wewe, dunia imetutangulia sana. Mtu anakaa katika smartphone kwa muda wa masaa 12, hajakaa hata dakika 5 kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anakaa katika smartphone, anafungua Google, WhatsApp, Instagram, mpaka wanatatizana na mmewe au mkewe. Mtu anakaa katika simu muda mrefu, au mwanamama anakaa katika simu muda mrefu, hata mume anapoingia hana habari kama mume ameingia. Akisalimiwa anaitika, hana huduma yoyote. Muda mwingi na wakati wake anaupoteza katika simu.
wal asr, na apa kutokana na wakati, hakika mwanadamu yuko katika hasara asipotumia wakati. Na maisha tulionayo katika Uislamu wetu halisia, wakati tumeweka mbele, unatutumia kuliko sisi kuutumia wakati. Na ndio maana mnaiona dunia na sura ya Uislamu iko katika sura hiyo, kwa sababu dunia tumeitanguliza mbele sana kuliko akhira yetu. Tunayasahau yale maneno ya Nabii Muhammad aliyotuambia, itumikie dunia yako kama vile utaishi nayo milele, na uitumikie akhira yako kama vile utakufa kesho. Eni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja kwa tadhkira hii asiupoteze muda wake katika dunia hii. Dunia ni mahali pa kupita mimi na wewe, safari yetu bado inaendelea. Isije kafika siku ya mwisho unafufuliwa au unatolewa roho, ndipo pale tutanukuu neno moja la aya kutoka katika Qur'ani takatifu, pale mwanadamu alipomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Huyu ni mwanadamu atakuwa anamwambia Mola wake wakati Mola au Israeli anachomoa roho yake, anamwambia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ninakuomba kwa hisani yako na utukufu wako uniakhirishie muda kidogo, usiichomoe roho yangu, ili na mimi nitoe sadaka, niyo miongoni mwa wale watu waliokuwa wema. Atakayetoa kauli hii wakati wa sakaratil mauti hakuutumia wakati. Aliotumia wakati vyema, aliotumia wakati vyema, aliotumia wakati vyema wakati wa kutolewa roho, hana maneno haya, atakuwa na furaha ya kula na kukuona anakoelekea. Lakini huyu mwenye kusema neno haya atakuwa hana wema kula na kukwenda. Ndio maana anaomba kuakhirishiwa ili apate kufanya mema yatakayomsaidia baada ya kufa kwake. Lakini pia katika hadithi nyingine Mtume anasema, mwenye akili ni yule ambaye anayatenda matendo yake yatakayomfaa baada ya kufa kwake. Siku hizi katika dunia tulionayo kuna ushindani tu wa kujenga majumba. Mtu atajenga nyumba ataweka marumaru za milioni 3, mtu atajenga nyumba ataweka marumaru, anasema hizi za Tabora zimekaa muda mrefu, ataagiza China. Mtu ataweka kila aina ya mapambo ataweka nyumbani kwake. Anasahau kwamba ile ni daru mumari, ni nyumba ya kupita tu. Kuna wengine wamejenga hawakuingia, kuna wengine wamejenga walikaa siku 2 wakafa. Wanasahau wal akhiratun khairun wa abqa, akhira ndio yenye kubaki peke yake. Kwa nini usitengeneze akhira yako? Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, itumikie dunia yako kama vile utaishi nayo milele, na uitumikie akhira yako kama vile utakufa kesho. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ana iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي مرة ثانية ونفسي بتقوى الله. ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kwa mara ya pili katika hotuba ya pili, pia na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule bwana katika mfano wetu moja katika hotuba zilizopita alikuwa akilitumikia kuliangalia shamba, alitumia muda wake mpaka wa ziada kuliangalia shamba la bosi wake, shamba ambalo mtu wa kawaida akilifika akiliangalia analitamani na kulitaka kwa uzuri wa shamba na ustawi wa mazao jinsi unavyoonekana. Mpaka kafikia mahala bwana mkubwa mmoja kalitamani ile shamba, akaliomba kulinunua, na kabla hajalinunua mwenye shamba akamwambia, naomba kulinunua huyu mtumishi mwajiri aende. Mwajiri mpya pindi alipomuuliza mshahara wako ni kiasi gani, akamwambia nalipo shilingi 200 saa 12 alfajiri mpaka saa 12 jioni, nalipo shilingi 200. Unailaje? Nakopesha, nalipa deni, natoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inavyofuata. Yule bwana mkubwa akahitaji ufafanuzi,
nani unayemkopesha, wapi unalipa deni, lipi fungu la Mungu, na unakula na nani. Mtumishi wa shamba, kwa sababu wakati wake mwingi ulikuwa ndani ya shamba na analijua lilivyo shamba, na alitumika mpaka wakati ya ziada, akalipwa 200 zake, akizitoa katika mafungu mane, ikifika jioni analala mweupe na roho yake safi kabisa, anamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia mwajiri wake mpya, 50 ya kwanza nakula mimi na watoto wangu, na wakopesha kama nilivyokopeshwa mimi na wazazi wangu. 50 ya pili nalipa deni, nilikuwa na wazazi wangu mimi walinilea, leo wamekufa. Kwa hiyo kila pato langu la siku lazima niwakumbuke kwa maisha na malezi waliokuwa wamenilea, na wafanyia wema kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. 50 ya tatu natoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu wana shida mbalimbali, kuna ujenzi wa misikiti na madaris na vitu mbalimbali. Na 50 ya mwisho hii ni kwa ajili ya subhanallah. Tuzichukue hizo tatu. Haya ndio alikuwa maisha ya huyu bwana. Nikakuulizeni swali, nyinyi mnaosikiliza khutba au msikiliza khutba zilizopita, katika nyinyi mnaofanya kazi katika serikali au makampuni au una shughuli zako binafsi, nani katika shughuli zake za kila siku ana fungu la Mungu kaweka? Nani katika shughuli zake au mshahara wake wa mwezi anatoa kwa ajili ya wazazi wake? Nani katika fungu lake katika maisha yake ya kiti anakopesha? Na sana ukiwa mkopeshaji utakuwa mkopeshaji wa riba tu. Sio mkopeshaji kwa ajili ya kula wewe na familia yako ukitegemea hawa wanakula cha kwangu kama nilivyokula cha wazazi wangu, baadaye watakuja kunilipa. Hamna maisha hayo katika dunia. Huyu aliutumia wakati wake vizuri, Mungu akamlipa hayo. Mimi na wewe tunautumiaje wakati? Hadhihi tadhkiratun liman shaa takhadha ila rabbihi sabila. Ndugu zangu katika imani, haya ni makumbusho tu. Anayetaka au anayoyataka akamate njia kuelekea kwa Mola wake. Kipata shilingi 500, weka shilingi 100 kwa ajili ya Mungu, weka shilingi 100 kwa ajili ya wazazi wako, weka shilingi 100 kwa kulipa deni, weka shilingi 100 yako kula wewe na familia yako. Utakuwa umefunga mafungu mane, ile itakayobaki 200 basi utaweka akiba. Lakini katika shughuli zako za maisha siku zote usisahau kwamba Mungu ana mafungu yake katika pesa unazozipata. Katika sehemu nyingine tunafundishwa kuambiwa kwamba turzakuna lidhiyafaukum, nyinyi tunawapa riziki sisi kwa ajili ya wanyonge wengine. Wanyonge kukijia katika nyumba yako na una fursa, wasaidie, kwa sababu riziki yao Mungu kaiteremshia kupita kwako. Usijione na maarifa, huyu mnyonge hana maarifa. Hapana. Hapana. Na usijione una mali sana ukajiona una akili kuliko wengine. Mungu amekupa tu, na akitaka kukuondosha hizo ataziondosha, wala muda haupiti. Wako watu katika mji wa Tabora walifanya mpaka pati za kuaga umaskini, lakini wote walikufa maskini pamoja na pesa walizokuwa wamezitika. Huyo ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعرض عن 4 حلفة وتعقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم يا رب غفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك بجودك كرمك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة.